Niliingia TAMWA miaka ya 90 kwa ushauri wa dadangu Ida Sanga pamoja na Maria Shaba nikiwa Radio Tanzania. Tukaingia TAMWA tukiwa wasichana bado, na tukajifunza mengi tukiwa TAMWA, kwa sababu wakati huo mbali ya kuwa wanaharakati wa kutetea haki za watoto na wanawake, lakini pia TAMWA ilikuwa inatupa mafunzo mbalimbali ya namna ya kutetea watoto na wanawake na walemavu wasiojiweza, lakini vile vile mafunzo ambayo tulikuwa tunayapata ni jinsi ya kujiamini na kuwa kiongozi. Na imenisaidia sana kwa sababu ni kiongozi ambaye katika uandishi wangu wa habari, baada ya kuwa kiongozi, nilikuwa ni kiongozi ambaye najiamini sana. Nilianzia Korogwe, na Korogwe kule nilikuta wasichana na watoto wengi hawahudhurii shuleni. Mahudhurio ya shule yalikuwa ni hafifu sana. Kwa hiyo kwa yale mafunzo ambayo niliyapata TAMWA na harakati zile ambazo nilijifunza nikiwa TAMWA, niliweza kufanya kampeni ya kuhakikisha watoto wote ambao wanatakiwa kuwepo shuleni wanarudi shuleni. Na nilifanya kampeni hiyo kwa kuwashirikisha wazazi na viongozi wote kuanzia ngazi za vijiji mpaka wilaya. Na tulifanya kampeni ile ya kuwatafuta watoto popote walipo. Wengine walikuwa wameshaenda Tanga mjini, wengine walikuwa Iringa, wengine yani sehemu zote Tanzania watoto walikuwa wamesambaa wakifanya kazi mbalimbali za ndani. Sasa nilichofanya mimi, nilikuwa nawachukua kwenye mtoto ambaye hayuko shuleni, nawachukua wazazi wote wawili. Kwa hiyo namshikilia mzazi mmoja, nasema mzazi mwingine nitamwachia mtoto atakaporudi. Kwa hiyo ilikuwa mzazi mwenzie hawezi kumwacha mzazi mwenzie akae kule, anahakikisha kama yuko Iringa atahakikisha anamfuata, anamrudisha. Kwa hiyo niliweza kurudisha watoto kama 400 hivi shuleni ambao walikuwa wameshaondoka kwenda kufanya kazi mbalimbali. Kwa hiyo ni kutokana na malezi na mafunzo ambayo niliyapata TAMWA. Lakini siku hapo nilihamishwa nikaenda Bahi. Bahi kule ilikuwa ni historia ya mtoto wa kike kwenda form 5. Kwa hiyo kwa ujuzi wangu ambao niliupata TAMWA, ambayo ilinisaidia sana, niliweza kutoa elimu kwa waheshimiwa madiwani wa viti maalum ambao ni wanawake, ambao tulitembea kata kwa kata tukitoa mafunzo ya kuelimisha wasichana watambue umuhimu wa elimu na wao kuwa umuhimu katika baadhi ya maamuzi ambayo yanalihusu taifa. Kwa hiyo tuliweza kuzunguka kata kwa kata katika kipindi cha wiki 2, na tukaanzisha na clubs za wasichana. Zile clubs tulizozianzisha tulitengeneza mpaka na katiba yetu, kwamba msichana akiwa kwenye ile club hatakiwi kuvunja katiba tuliyokuwa nayo. Tulikuwa na sheria mbalimbali kuhakikisha kwamba msichana anajisomea na anashiriki kikamilifu kwenye masomo na anashiriki kikamilifu kwenye maamuzi mbalimbali ya shuleni pale. Asiwe mwoga, atambue anataka kufanya kitu gani, kwa sababu watoto wengi wa kike walikuwa hawawezi, yani yuko shuleni lakini ukimuuliza wewe huko hapa form 1, wewe unataka kuwa nani, haielewi. Kwa hiyo hilo lilitusaidia, watoto wakajipambanua kwamba mimi nataka kuwa mwalimu, mimi nataka kuwa. Kwa hiyo ile ikawapa morali ya kufanya vizuri zaidi pamoja na zile clubs zetu za wasichana. Kwa hiyo baada ya kipindi cha miaka kama 3, kwa mara ya kwanza Bahi ikatoa watoto 45 wasichana kwenda form 5. Na hiyo yote ni kwa ajili ya TAMWA. Kwa hiyo TAMWA ni sehemu ambayo inakufunza kuwa jasiri, inakufunza kuwa mtetezi mzuri kwa masuala ya hasa watoto wa kike na wanawake. Tumeona jinsi watoto wa kike na wanawake walivyokuwa wakati huo hawatendewi haki, lakini na wanawake pia kwenye mirathi na nini walikuwa hawatendewi haki. Kwa hiyo ni TAMWA ambayo ilitupa hiyo morali. TAMWA tunajivunia vitu vingi sana. Kwanza tunajivunia kuwa na wanachama wa rika mbalimbali, kuanzia wale wakongwe ama watu wazima. Tuna wanachama ambao wanaelekea miaka 80, lakini pia tuna wanachama wadogo ambao wako kwenye miaka 20. Kwa hiyo hili katika tasnia ya uandishi wa habari sisi tunajivunia, kwa sababu kwanza ni sehemu ya kujifunza kutoka kwa wakubwa wale ambao walipita katika tasnia ya habari, lakini pia kwa wale wakubwa kujifunza kwa hao wadogo ambao wameingia katika tasnia ya habari, hasa kipindi hiki cha teknolojia. Kwa hiyo unakuta kwamba katika mijadala mingi ya TAMWA, kwenye makundi yetu, kwenye mikutano yetu, hakuna kuchoka, hakuna kusema kwamba ajenda hii tumeizungumza jana. Tunajikuta kwamba tuna mambo mapya kila wakati, na ndio maana tutaweza kusema kwamba huwa hatuna jambo dogo.
kila jambo ambalo tunalifanya, kwa sababu wabunifu ni wengi katikati yetu, linakuwa jambo kubwa na jambo zuri. Mwaka huu kwa kweli, hasa ikiwa ni mwaka wa uchaguzi, kitu ambacho tulikuwa tunakifuatilia ilikuwa kuangalia ni namna gani masuala ya uchaguzi ama mijadala ya uchaguzi inavyoweza kwenda bila kuutweza utu wa mwanamke. Lakini wakati tukiwa tunafurahia kwamba teknolojia ni jambo jema, teknolojia inaleta maendeleo, kuna biashara, wanawake wengi wanafaidi kufanya biashara mitandaoni, lakini pia wanajifunza kupitia mitandaoni, wanawake na wasichana. Tunaona kwamba pia ule udhalilishaji ama ukatili wa kijinsia umeingia mitandaoni, na unapoingia mitandaoni umekuwa ukiwakumba wanawake maarufu, lakini pia na wanawake wanasiasa. Sasa kwa mwaka huu wa 2025 ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais hapa Tanzania, tunaomba Watanzania kwamba wapingane kwa hoja. Siasa bila kutumia matamshi ambayo ni ya chuki inawezekana. Sio lazima utumie matamshi ya chuki ili uweze kushinda ama ili uweze kuonekana kwamba wewe ni kiongozi mzuri.